Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza kwa pamoja namna bora ya kuwalea watoto wetu kwa upendo, maarifa na afya njema. Mzazi, je, umewahi kuona mtoto wako akijikaza kwa nguvu wakati wa kujisaidia, analia kwa maumivu au anakaa siku kadhaa bila kupata choo? Hali hii inaweza kukusumbua sana. Choo kigumu kinachojulikana kitaalamu kama constipation ni tatizo la kawaida kwa watoto na mara nyingi kinaweza kuzuilika au kutibiwa mapema ikiwa chanzo chake kitafahamika. Leo tutazungumzia sababu kuu zinazoweza kufanya mtoto apate choo kigumu kwa kuzingatia ushahidi wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu wa afya ya watoto. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, familia yako na jamii nzima. Karibu sasa na tuanze. Sababu ya kwanza ni kutokula vyakula vyenye nyuzi za kutosha. Sababu kubwa ya choo kigumu ni ulaji mdogo wa vyakula vyenye nyuzi ambavyo hizi tunasema ni fiber. Nyuzi husaidia kuongeza ujazo wa kinyesi na kukifanya kiwe laini. Watoto wanaokula zaidi wali mweupe, mikate, maandazi na vyakula vya kusindikwa bila matunda na mboga hupata choo kigumu kwa urahisi. Mfano wa vyakula vyenye nyuzi ni ndizi zilizoiva, papai, embe, parachichi, mboga za majani, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sababu ya pili ni kutokunywa maji ya kutosha. Mwili unapokosa maji ya kutosha, utumbo huvuta maji mengi kutoka kwenye kinyesi, hivyo kukifanya kiwe kikavu na kigumu. Kwa watoto wanaokula vyakula vya kawaida, kunywa maji ya kutosha kila siku ni muhimu ili mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ufanye kazi vizuri. Sababu ya tatu ni kubadilisha aina ya lishe. Watoto wengi hupata choo kigumu wanapoanza kula vyakula vya nyongeza baada ya miezi 6. Pia mabadiliko ya ghafla kutoka kwa maziwa ya mama kwenda kwenye maziwa ya kopo au kubadilisha aina ya formula yanaweza kuathiri mfumo wa mmeng'enyo kwa muda. Sababu ya 4 ni mtoto kujizuia kwenda chooni. Baadhi ya watoto hujizuia kujisaidia kwa sababu waliwahi kupata maumivu wakati wa kujisaidia. Wanaogopa choo au wanakuwa bize kucheza. Kadiri kinyesi kinavyokaa muda mrefu ndani ya utumbo, ndivyo kinavyozidi kuwa kigumu. Sababu ya 5 ni kutofanya mazoezi ya mwili. Kwa watoto wakubwa, kutocheza na kutofanya shughuli za mwili hupunguza mwendo wa utumbo. Kucheza, kutembea na kukimbia husaidia utumbo kusukuma kinyesi kutoka nje kwa urahisi. Hivyo mzazi, hakikisha unamhimiza mtoto acheze. Michezo ni muhimu sana kwa afya ya mtoto, hasa kwenye swala la kupata choo pia. Sababu ya 6 ni matumizi ya baadhi ya dawa. Baadhi ya dawa zinaweza kusababisha choo kigumu kama athari yake. Mfano ni baadhi ya dawa zenye madini ya chuma, hii tunasema iron supplements, na dawa nyingine maalum. Ikiwa choo kigumu kimeanza baada ya kutumia dawa mpya, ni muhimu kumshirikisha daktari. Mshirikisha daktari kama unaona mtoto wako amekunywa baadhi ya dawa alafu akaanza kuhangaika kupata choo, hakikisha unawasiliana na daktari mapema. Sababu ya 7 ni mabadiliko ya ratiba au mazingira. Safari, kuanza shule, kuhama nyumba au kubadilisha mazingira kunaweza kumfanya mtoto abadilishe tabia ya kwenda chooni. Mabadiliko haya yanaweza kusababisha kujizuia au kuchelewa haja kubwa. Unakuta yale mazingira ambayo amebadilisha mtoto yanamsumbua, yanampa wasiwasi. Sababu ya 8 ni magonjwa yanayoathiri mfumo wa mmeng'enyo. Ingawa si kawaida, baadhi ya watoto hupata choo kigumu kutokana na magonjwa yanayoathiri utumbo au mfumo wa homoni kama vile upungufu wa kazi ya tezi ya thyroid au matatizo ya kuzaliwa ya utumbo. Katika hali hizi, mtoto anatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu. Sababu ya 9 ni kutopata maziwa ya mama ya kutosha kwa watoto wachanga. Kwa watoto wanaonyonya pekee, upungufu wa maziwa unaweza kufanya mwili ukose maji ya kutosha na hivyo kinyesi kuwa kigumu. Ni muhimu kuhakikisha mtoto ananyonya mara kwa mara na anapata maziwa ya kutosha.
Sababu ya 10 ni kuanzisha mafunzo ya choo mapema sana au kwa shinikizo. Baadhi ya watoto wanapolazimishwa kutumia choo kabla hawajawa tayari huanza kujizuia. Hali hii inaweza kusababisha kinyesi kukaa muda mrefu ndani ya utumbo na kuwa kigumu zaidi. Kwa hiyo, mzazi unapoanzisha mafunzo ya choo kwa mtoto, unapomwanzishia ile mapema, usitie shinikizo, usimlazimishe, ufundishe tu taratibu. Zifuatazo sasa ni dalili zinazopaswa kumpeleka mtoto hospitali haraka. Ukiona hizi dalili, mpeleke mtoto kwa daktari. Ikiwa ana damu kwenye kinyesi, ana maumivu makali ya tumbo, anatapika mara kwa mara, hajaenda choo kwa siku nyingi huku tumbo likivimba, choo kigumu kinaendelea kwa muda mrefu licha ya kuboresha lishe na maji. Kwa hiyo ukiona hizo dalili nilizozitaja, mpeleke mtoto kwa daktari haraka. Wazazi wapendwa, choo kigumu si jambo la kupuuzwa. Mara nyingi husababishwa na lishe, maji machache na tabia za mtoto. Lakini wakati mwingine kinaweza kuwa ishara ya tatizo linalohitaji uchunguzi wa daktari. Kumbuka, mtoto mwenye afya njema ni mtoto anayepata lishe bora, maji ya kutosha, nafasi ya kucheza na upendo wa wazazi wake. Ukiona dalili zinaendelea au zinazidi kuwa mbaya, usisite kumpeleka kituo cha afya. Asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia ya Moyo wa Malezi. Kama umejifunza jambo jipya leo, bonyeza like, subscribe na share ili wazazi wengi wapate elimu hii muhimu. Pamoja tunaweza kujenga kizazi chenye afya, furaha na malezi bora. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.